Ni episode tunasema ni episode ya 4.哎，小雨，你怎么这么快就出来了？啊，看到三叔没事，我就放心了。昨天晚上一宿没睡，都累了，去我的军部休息一下。Wakati不用了。怕了。Wakati wanatoka maeneo ya hospitalini pale, baada ya binti kuonekana kwamba mchezo wake ni kama unafaulu, lakini kwa support kubwa ya Lin Hai. Kamanda huyu ambaye ni mtoto wa kike anaweza kumuita Luani Junior. Aliwaomba kwamba kwa sababu tumezunguka kwa muda mrefu, ni bora zaidi leo hii mkapumzike katika nyumba za wageni za kijeshi, kisha mtaendelea na shughuli zenu. Lakini hiyo ilikuwa ni mojawapo tu ya huyu mwanamama kuendelea kumfuatilia mtoto wa kike ambaye alishahisi kabisa huyu Yeguyu sio mtu sahihi. Basi lakini wakati huko juu alikuwepo mwamba alikuwa anafuatilia kwa kina. Wanaweza kumuita Shentao. Tukiacha huko tunampata mzee wanaweza kumuita Lin Jinyi ambaye alikuwa na mtoto wake hapa wa pili, bwana mdogo ambaye anaweza kumuita Lin Jiang. Yes, ndo mtoto wake wa kwanza. Ana Lin Jiang, anafuata Lin Hai na mtoto wa kike anaitwa Lin Shi. Sasa mtoto mkubwa alikuwa akijaribu kumuuliza baba yake kwamba ni kitu gani hasa ambacho umeshindwa kutuambia sisi, kitu ambacho kinachohusiana na familia ya mtu mmoja anaitwa Hai, familia ya Hani. Basi mzee akiuliza hilo swali waga hajaye kumjibu. Mtoto wake basi aliendelea kutembelea katika kambi ambapo babaka alikuwa akimiliki, kempu ya mazoezi ya kijeshi ya watu binafsi. Okay, basi baada ya kuwa amefika hapa, alizungumza na mkufunzi ambaye alijaribu kumpa taarifa kadhaa ambazo alitarajia kuzipata pia. Inasemekana baba yake na Lin Jiang, baba yake ambaye pia na Lin Hai, alikuwa na stress. Inasemekana kwamba kulikuwepo na ujio wa mtoto wa kiume wa mzee ambaye anaitwa Han, ambaye ni adui mkubwa wa baba yake. Inasemekana baba alimuuaga huyo bwana Han na kumpigaga visu huko mistuni. Halijui shida nini. Sasa baba alikuwa na furaha na mtoto wa bwana Han ambaye anaitwa Hani Sumi. Leo hii alikuwa anarejea katika mji wa Lonyang na tayari kama ameshasomea masomo makubwa na alikuwa shafaulu mkubwa, anakuja kuwa hakimu ndani ya mji wa Lonyang. Kwa mzee akawa amekosa furaha kwa sababu anaamini kwamba yule mtoto akija atataka kulipa kisasi. Mtoto wake mkubwa ambaye ni Lin Jiang alilijua hilo na kufuatilia kwa kina, akazama ndani ya treni. Sasa anakuja kufanya vitu vizito. Atakaki baba yake apate stress hata siku moja. Kwa hiyo alitaka kuja katika hii treni kuja kumalizana huyo mtoto wa bwana mkubwa anaweza kuitwa wanaweza kumuita Han Sumin, ambaye alikuwa analindwa vikali. Alimuona huyo jamaa ambaye ni mtoto wa Han ambaye yeye anaitwa Han Sumin. Mwamba alivaa kinyago cha mpapule hicho ili afanye mambo yake vizuri, na anachotarajia ni kuhakikisha kwamba anakuja kumalizana na huyo mtu. Alikuwa analindwa na ulinzi mkubwa sana kwa sababu ni hakimu ambaye anakuja kufanya kwanza majukumu yake mapya ndani ya mji wa Lonyang. Shughuli ilikuwa kubwa. Japo walinzi walifanya kazi ya ziada kisha kwamba anamzuia, lakini ni mtu ambaye ni special, ni mtu ambaye ananuka uwezo. Baba yake ana chuo pale nyumbani cha kufundisha martial art pamoja na judo ya watu binafsi. Kwa hiyo mtoto yuko speed ya hatari. Naona kiufupi walinzi walipandika fresh, walipata sawa. Walikuwa ni wengi mno. Lakini kwake ilikuwa jambo dogo. Ni mwepesi na speed ya hatari. Angalia. Sasa huyu ndo bwana mkubwa anaitwa Han Sumi. Anahitaji kuondoshwa katika eneo hili, lakini anatowekaje? Jamaa anamhitaji. Tena inabidi amuue. Kutaka kuendelea kumfanya babaka awe na furaha. Hakuna kingine.
Jamaa anasepa na huna mkumbuka vyema tulikuwa naye kwenye picha inaitwa Brothers in the War. Walikuwa wanamuita El Kwani, kibonge mwepesi. Lakini hapa amecheza kama mtoto wa Bwana Han, na ni Han Sumi na ni wanamuita Hakim. Sasa ilikuwa ni kumtoesha asije akapatikana, lakini ukweli ni kwamba mtu alikuja kuondoa maisha yake na speed kuliko na ni mwepesi. Huyo wanamuita Rin Jiang, kaka yake kipenzi na mambo anaweza kumuita Lin Hai. Mtafutano ni mzito, tena sio kawaida. Aliwasafisha wote. Walinzi wa huyo hakimu ambaye anaitwa Han Sumin alizama mpaka ndichi. Jamaa huyu hapa amejificha, yuko na chombo yake. Alamsi mtoto hakika sije akabonga chochote, maana kiufupi wako hatarini. Walinzi wote kwisha, alibaki moja, alimaliziwa. Watatu alimaliziwa, wengine wakatokea, lakini juu yake ni kama kumlambisha chai tu ama uji. Basi ilionekana amepigwa risasi na alikwenda chini. Nani huyo? Wanaweza kumwita Lin Jiang. Sasa hili ilikuwa ni lengo la kuwatoa hawa nyakabumbu wajue jamaa amekwisha. Lakini hii inaitwa trap, mtego. Sasa si ndo akajitokeza, target ikajitokeza yenyewe. Walijua kwamba imekwisha hiyo. Akamwambia mkagueni huyo, mkagueni basi. Watoyo maski wajue ni nani huyu. Ana bahati. Allah. Aise. Anasema najisalimisha. Wewe ni nani? Kwa nini unanifanyia? Alicheza nayo ya moyo safi kabisa. Mwite Lin Jiang. Hajaye kutaka babaka aweze kuwa katika stress. Huyu ni mtoto wa adui mkubwa wa marehemu wa baba yake mzazi. Anaitwa Han. Huyo kihistoria Hani pamoja na huyo mzee Lin Jiang ambaye ni babao na huyo kijana. Hatujajua ilikwaje, ila tunakumbukiza ambayo tunazionaga tu kwa mzee. Anakumbuka alikuwa anapiganaga porini na alimdunguaga mavisu ya kutosha ambaye alikuwa anaitwa Han. Sasa huyu ndo Mr. Walezo kumuita Bwana Rin Jiang. Akiwa hapa anatoa taarifa kwamba mtoto wake alikuwa amefanya uvamizi kwenye treni na amemaliza kila kitu hadi yule mtoto wa Han alikuwa anasafiri kuja huko. Alisema ni mambo ya kipumbavu anafanya. Lakini kwa mzee moyoni ilikuwa ni furaha kwa sababu kweli ilikuwa inampa stress. Na hii inatukumbusha tena ambao yeye anaikumbuka kila wakati. Vita ambao alifanyaga yeye pamoja na huyo Mr. Hani. Walipiganaga vya kutosha kwa polisi, tujuaga sababu zilikuwa ni nini, lakini ngome ilikuwa ya moto kuliko. Zilipigwa balaa. Nafikiri kama nivyo mzee kiongozi ni vizuri kwa sababu amemaliza ukijana mwanange ambaye angekuja. Anamwambia hii ni nzuri kwa kiasi lakini si poa sana. Hakustahili kuweza kujiingiza kwenye matatizo kama haya. Ngome ilikuwa hivi. Walimchinja katikati. Na alikuwa anafanana kweli kweli na huyo kijana wake ama mwanae ambaye pia ameuawa muda so mrefu huko katika treni.
Anasema hadithi hii ni ngumu sana kuweza kuambia watoto wangu kwamba ni kitu gani kilichosababisha mimi na huyo ndugu tukawa maadui kiasi hicho hadi kupelekea katika kifo chake. Basi rulisho moja kwa moja hapa jeshini ambako kiongozi ni huyu mwanamke anaweza kumuita Luan Junya. Kumbuka aliwaomba hawa Lin Hai pamoja na Ye Guyu waje wapumzike katika nyumba za kijeshi hapa, lakini lengo la bibi anaweza kumuita Luan Junya ni kuendelea kumfuatilia kwa kina mtoto wa kike Ye Guyu, kwa sababu bado anaamini huyu ni snitch. Alimwambia chumba kimoja watu be. Na maanisha kwamba mimi ni manzi yangu. Nataka chumba kimoja tu mimi na yeye. Nafikiri tunaelewana vizuri hapo. Usiniangushe sasa. Oh. Ina noma. Amesisitiza. Wasipewe vyumba viwili, kimoja tu watu be. Okay, basi hakuna noma. Bado tunazidi kusonga mbele mzee mkubwa. Hiyo ni episode ya 4 sasa katika mashine yetu bomba kabisa, wanaweza kuita protect, wanaweza kuita hii hapa ni Battle of the City. Basi tusonge na mbele na tukaribishe sasa inafuata, kwa sababu time yetu bado turuhusu tuzidi kumunyamunya.